Na siku ya jana na tulilitambulisha somo ambalo linaitwa imani katika matumizi ya Roho Mtakatifu. Imani katika matumizi ya Roho Mtakatifu. Imani katika matumizi ya Roho Mtakatifu. Hili ndio somo letu ambalo tulilitambulisha siku ya jana. Na tutaendelea nalo leo tena katika uwezo wa Mungu. Tutaendelea kujifunza zaidi somo letu. Na jana tulianza tukaangalia maana ya imani, tukasema ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, kuamini umeshayapata hata kama hajatokea kwa macho ya damu na nyama. Lakini pia tukaangalia maana ya pili ya imani, tukasema ni kuwa na uwezo wa kuyaona bayana, yani wazi, mambo yasiyoonekana, bali wewe unaamini yapo na yanafanya kazi kwako na kwa wengine. Tukaangalia na maandiko kadhaa ya Biblia. Lakini pia tukaona kwamba Mungu anafanya kazi kwa imani. Tukaona pia Mungu aliumba ulimwengu kwa imani. Pia tukaona tunamwabudu Mungu na kutoa sadaka kwa imani. Pia tukaangalia tunampendeza Mungu kwa imani. Na tukaangalia pia mpango wa Mungu kwa Wakristo wote ni anataka tuishi kwa imani. Yako na mambo mengine mengi sana ambayo tuliyaona siku ya jana. Nimesema tu niyasome machache ili kukupa kumbukumbu nzuri. Tunapoendelea leo siku ya pili, ujue ni wapi tulikotoka na wapi tunakoendelea. Tuombe ili tuanze kujifunza. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya siku ya pili ambao Mungu unatupa nafasi watoto wako kujifunza neno lako la uzima. Tunakuomba Roho Mtakatifu ushuke sasa, usimame kama mwalimu, ukalifundishe kanisa lako hili, ukalielekeze na kila mmoja akapate kuelewa, na watu wote tuseme amen. Amen. Haleluya, kanisa la Mungu. Amen. Leo tutaendelea mbele zaidi katika somo letu kwa kwenda kuangalia kipengele kinachoitwa malengo ya Yesu Kristo kutuletea Roho Mtakatifu kama ahadi ya Baba. Malengo ya Yesu Kristo kutuletea Roho Mtakatifu kama ahadi ya Baba. Malengo ya Yesu Kristo kutuletea Roho Mtakatifu kama ahadi ya Baba. Mungu alikuwa na malengo makubwa sana. Ndio maana akaruhusu Roho Mtakatifu aje kwenye maisha yetu. Na moja ya malengo aliyokuwa nayo Mungu ilikuwa ni kutupatia msaidizi wa kutusaidia kufanikisha mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Ni kutupatia msaidizi wa kutusaidia kufanikisha mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Hao ndio yalikuwa malengo ya Yesu Kristo kutupatia Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni kutupatia msaidizi wa kutusaidia kufanikisha mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Kwa nini upewe msaidizi? Tumepewa msaidizi kwa sababu kwa nguvu zetu hatuwezi. Ingekuwa tunajiweza, tusingepewa msaidizi. Ina maana Mungu alikaa akatuona hatuwezi kuishi peke yetu hapa duniani. Hatuwezi kufanikisha mambo mbalimbali ya maisha yetu kwa nguvu zetu hapa duniani. Na ndiyo maana akaweza kutupatia Roho Mtakatifu. Na lengo ilikuwa ni moja tu, atusaidie kufanikisha yale tusiyoyaweza kwa nguvu zetu. Kwa sababu kwa nguvu zetu za kibinadamu hatuwezi kumshinda shetani. Kitu ambacho Wakristo wengi hawajui ni kwamba hapa duniani tunaishi na shetani. Hicho ni kitu ambacho watu wengi hawakijui. Watu wanafahamu tu kuna shetani, kuna shetani, kuna shetani. Ila hawajui kwamba tunaishi naye katika maisha ya kila siku. Na kazi kubwa anayoifanya shetani ni kuhakikisha anatupinga tusifikie mafanikio ambayo Mungu anataka tufike. Yawe ya kiroho, yawe ya kihuduma. Shetani kazi kubwa anayofanya ni kutuzuia tusiyafikie. Na ndio maana Mungu akaamua kutupa Roho Mtakatifu. Ili huyu Roho Mtakatifu atusaidie kuweza kushinda kila namna ya upinzani ambao shetani anatuwekea katika maisha yetu. Tuangalie kitabu cha Yohane 14 mstari wa 16 hadi wa 17. Yohane 14:16 hadi 17. Yohane 14:16-17 inasema namna hii. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa umuoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kwa Biblia inaonyesha wazi kabisa
kwamba Yesu anasema atamuomba Baba, na huyu Baba atatupatia msaidizi ambaye ulimwengu hautamuona, ila sisi tulio wa Kristo tutamuona, kwa sababu atakaa ndani yetu. Kwa huyu Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu, nyumba yake ni mwili wangu, nyumba yake ni mwili wako. Mwili wako wewe uliyekaa hapa na unayenisikiliza, unapaswa kujua kwamba huo mwili ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Amen, watu wa Mungu. Amen. Jambo unalopaswa kufahamu ni kwamba Shetani ni mpinzani wetu anayepinga kila hatua yetu ya mafanikio. Na ndiyo maana Shetani naye pia mwili wako na mwili wangu nao pia huwa anaufanya kuwa nyumba yake. Kwa mwili wako ni nyumba ya Roho Mtakatifu, lakini pia mwili wako ni nyumba ya Shetani. Inategemeana na nafsi yako, umeifungua, umemruhusu nani auchukue huo mwili aweke kuwa nyumba yake. Kwa sababu yeye kazi yake ni kukufanyia upinzani. Ngoja nikuonyeshe mfano wa mtu mmoja anaitwa Yoshua katika kitabu cha Zakaria sura ya 3 mstari wa kwanza. Zakaria 3:1. Kitabu cha Zakaria 3:1 inasema namna hii: kisha akanionyesha Yoshua kuwa ni mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na Shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Kwa Biblia inatuonyesha kwamba kuna mtu anaitwa Yoshua ambaye alikuwa ni kuhani mkuu. Mungu anasema kwamba huyu Yoshua alikuwa amesimama mkono wa kuume ili aongee na Mungu, lakini Shetani alisimama mkono wake wa kuume wa Yoshua ili ashindane naye. Yoshua alisimama kwa lengo moja tu, aongee na Mungu, na Shetani alisimama kwa lengo moja, ashindane na Yoshua. Kwa Yoshua atakuwa anaongea na Mungu, na Shetani atakuwa anafanya kazi ya kuzuia yale maongezi ya Yoshua yasifike kwa Mungu. Ambapo kwa lugha ya leo unaweza ukajifanya wewe kuwa ndio Yoshua wa leo, kwamba kila unaposimama kuongea na Mungu, aidha kwa maombi au unaposimama hapa kanisani kumsifu Mungu, unaposimama kufanya mafungo yako binafsi, katika kila jambo jema unalosimama kulifanya, unaposhika Biblia kusoma, unaposhika kitabu cha tenzi uimbe, kila kitu cha utakatifu unachokifanya, unatakiwa kulifahamu neno hili kwamba Shetani naye huwa anasimama mkono wako wa kuume ili kushindana na wewe. Lengo lake ni moja tu, kukuzuia ili kile kitu kizuri cha kumwabudu Mungu kisimfikie Mungu wako. Na ndio maana hata Danieli alipokuwa anaomba, watu wengi sana tumesikia huu mfano. Anaomba haoni majibu ya maombi yake, lakini Shetani alikuwa amezuia kupitia ile roho ya mkuu wa Uajemi, imezuia maombi ya majibu ya Danieli. Kwa lugha ya leo tungeweza kusema roho ya anga la mkuu wa Mkizingo au mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro linazuia maombi yako, ambayo wewe ulikuwa unategemea kuona majibu mbele za Mungu ila hauyaoni. Kwa kunakuwa kuna roho ya Shetani imesimama kukuzuia. Na kwa sababu hii ndiyo maana Mungu akamleta Roho Mtakatifu, ili huyu Roho Mtakatifu atupe nguvu ya kipekee ambayo hata Shetani atakaposimama mkono wa kuume kuzuia, uwe na nguvu ya kumzuia Shetani asizuie kitu chako. Kwa sababu Danieli hakuwa kwa wakati ule na ufahamu wa kuelewa, wala Yoshua hakuwa na ufahamu wa kuelewa, lakini mimi na wewe tunapewa neema ya ufahamu wa kuelewa hili jambo, kwamba kuna Shetani anayezuia mambo yetu. Kwa hiyo unahitaji mno kuwa na Roho Mtakatifu kama Mkristo. Hakuna namna unaweza ukakwepa kuwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, hauna namna. Wacha tuangalie kitabu kingine cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8. Matendo ya Mitume 1:8 inasema namna hii: lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Kitu ninachotaka usikie hapa ni nini? Ni hapa ambako Mungu anasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa nini upokee nguvu? Ina maana kwa sasa hauna nguvu. Huwezi kuambiwa utapokea nguvu kama una nguvu. Ina maana huna nguvu, na ndio maana unaambiwa utapokea nguvu. Nguvu ya kula na kunywa mitume walikuwa nayo, kama mimi ambavyo na wewe tunayo, ila nguvu ya kumshinda Shetani hawakuwa nayo. Na ndio maana wakaambiwa watapokea Roho Mtakatifu ili awasaidie katika ulimwengu.
Ili ufaidi nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha yako, lazima imani yako ikubali kumpokea Roho Mtakatifu kama msaidizi wako. Ili ufaidi uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako, lazima imani yako ikubali kumpokea Roho Mtakatifu kama msaidizi wako. Ukubali kuamini kwa nguvu zako hauwezi. Unahitaji msaada wa kimungu, unahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu ili kufikia hatua za maisha yako. Mtazamo wako usipokubali hautaweza. Tuje kwenye mambo ya kisomi kidogo. Kwenye masuala ya saikolojia, mtu akiwa anaamini kwenye akili yake kwamba yeye kama yeye anaweza peke yake, hahitaji msaada mwingine, hawezi kuomba msaada. Hata kama akawa anafanya kitu na kinamshinda, saikolojia yake kwa sababu inakuwa imeshajituni kwamba inaweza kwa nguvu zangu, hawezi kuomba mtu wa kumsaidia. Hata kama anafeli, hataweza kuomba mtu wa kumsaidia. Hicho ni kitu cha kisaikolojia kwa kila mwanadamu. Na ndiyo maana imani yako unatakiwa kuibomoa kwenye mtazamo wa kisaikolojia wa kuamini kwamba wewe peke yako unaweza. Unahitaji kuifanya imani yako iamini kwamba wewe peke yako hauwezi. Unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu peke yake ili uweze kufanikisha maisha yako. Angalia hata kitabu cha Warumi 8:14 inavyosema. Warumi 8 mstari wa 8 hadi wa 14. Warumi 8 mstari wa 8 hadi wa 14 inasema namna hii: wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Angalia Biblia inavyosema. Inatuambia uwepo wa tabia mbili za mwanadamu. Tabia ya kwanza ni wanadamu ambao wanaishi kwa kuufuata mwili, na tabia ya pili ni wanadamu ambao wanaishi kwa kumfuata Roho Mtakatifu. Narudia tena. Inatuambia tabia kubwa mbili. Tabia ya kwanza ni wanadamu wanaoishi kwa kufuata mwili. Tabia ya pili ni wanadamu wanaoishi kwa kufuata Roho. Wanadamu wanaoishi kwa kufuata mwili wakoje? Hao mara nyingi wanasikiliza kile ambacho mwili wao unataka. Ikiwa ni muda wa kwenda kanisani, kama mwili unamwambia pumzika kidogo, umechoka, hebu lala kidogo, atasikiliza mwili wake, atalala, hatoinuka. Ila roho itaendelea kumwambia, wewe nenda kwenye maombi, wewe nenda kwenye maombi. Ila mwili unamwambia hapana, umechoka, hebu lala nusu saa. Na akilala hata hiyo nusu saa, mwili utamwambia hebu ongeza dakika 5, hebu ongeza tena 5, hebu ongeza tena 5. Na hata akipata nafasi ya kusikia nyimbo zinaimbwa hapa na mapambio, atasema mbona kama wameanza, mwili utamwambia hebu ongeza 5 nyingine. Waendelee ukute tayari mtumishi ameanza kuhubiri. Akisikia anahubiri, mwili utamwambia hebu ongeza tena 5. Watakupa daftari uandike kilichofundishwa. Hiyo ndiyo tabia ya mwili. Hauishiwi kukutafutia sababu za kukunyima uhuru wa kukutana na Mungu wako. Lakini roho iko tayari muda wote. Na ndiyo maana hata Yesu alisema pale Getsemani, roho irazi lakini mwili ni dhaifu. Ina maana ndani yake roho ilikuwa inawaka kuomba. Anasikia kiu ya maombi. Na anawaambia mitume tuombe. Na wao pia mioyoni mwao wanasikia wito wa maombi. Wanasikia hamu ya kuomba. Lakini mitume hawana nguvu ya kutekeleza msukumo wa Roho Mtakatifu wa kuingia kwenye maombi. Wao wakalala. Ila Yesu kwa sababu alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu, aongozwe na mwili wake, aliweza kuushinda ule msukumo wa mwili wake wa usingizi. Akawa macho, akaomba usiku kucha. Kwa hiyo kitu ambacho Mungu anataka kuongea na wewe ni nini? Ni kwamba kila unapokwama kufanikisha ratiba yako nzuri ya kuomba, ya kusoma Biblia, ratiba yako nzuri ya mifungo, unatakiwa kuelewa adui wa kwanza anayekuzuia ni huo mwili ulio nao. Kabla ya shetani, una adui wa kwanza ambaye ni mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Mstari wa 10 inasema namna hii: na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu hii hai kwa sababu ya haki. Biblia inatuambia wazi kwamba Kristo akiwa ndani yako,
mwili wako umekufa kwa sababu ya dhambi. Ina maana mwili wako unakuwa hautambui mambo ya dhambi. Ila ni jambo la ajabu, watu ambao wanajiita wameokoka ndio wa kwanza kuanguka kwenye dhambi. Na ni hali Biblia inasema Kristo akiwa ndani yako. Ina maana kumbe unaweza ukawa unajiita umeokoka ila ukawa haujaokoka. Unajiita una wokovu lakini hauna wokovu. Kwa nini? Kwa sababu Kristo hayuko ndani yako, ila wewe uko ndani ya kanisa. Ndio maana kuna utofauti wa kuwa ndani ya kanisa la wokovu na Yesu kuwa ndani ya kwako wewe uliye ndani ya kanisa la wokovu. Amen. Watu wengi sana wako kwenye makanisa ya wokovu, wako kwenye vikundi vya wokovu, ila Yesu hayuko ndani yao. Wako tu kama sheria. Wako kama sheria. Kuna mtu mmoja mimi nilikuja niwape mfano. Kuna mtu mmoja mimi niliwahi kumwambia, alikujaga siku moja kunihubiria, akaniambia unatakiwa uokoke. Unatakiwa uokoke ukabatizwe kwenye maji mengi. Yaani ndio utakuwa umeokoka. Twende kanisani kwetu ukaone. Nikakaa kuangalia watu wa lile kanisa walivyo. Wengi hawajui Biblia ila wanasema wameokoka. Na hawajui Biblia. Wengi tukikaa kuomba ni kupiga tu miale. Mimi ameona nihubiria niokoke naomba. Baadaye nikamwambia yule jamaa, anza kwanza kuwahubiria waumini wako waokoke. Afu ndio uje kwangu. Maana umewabatiza kwa maji mengi ndio. Lakini Yesu hajazama kwenye mioyo yao, ingawa wao walizama kwenye maji. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo unaweza ukazama kwenye maji mengi ila Yesu asizame kwenye moyo wako. Unaweza ukajiita ni mwema mno, ukaama makanisa na makanisa ukasema sio ya kiroho. Nimeliona kanisa fulani ila Yesu asiingie kwenye roho yako. Na ndio maana kitu cha muhimu kuliko yote hapa duniani ni kuhakikisha Yesu anazama kwenye moyo wako. Kwa sababu Yesu akizama kwenye moyo wako, lazima dhambi haitaweza kutawala maisha yako. Oh haleluya watu wa Mungu Amen. Na ndio maana wakati umefika ambao lazima kila Mkristo Yesu azame kwenye moyo wake ili dhambi ikae mbali na maisha yetu. Sema amen. Amen. Tuangalie mstari wa 11. Unasema namna hii. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo ndugu, tu wa deni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Biblia inatuambia wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Ni Wakristo wangapi ambao hawaongozwi na roho wa Mungu? Ni wengi. Ina maana kama hauongozwi na roho wa Mungu ambaye ndio Roho Mtakatifu, kibiblia wewe sio mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa shetani. Na ndio maana nikakwambia hivi, unatakiwa kujitathmini sana kila siku kwamba maisha yako ya wokovu unayaishi kwa kusikiliza mwili au kwa kumsikiliza Roho Mtakatifu. Maisha yako ya wokovu unaishi kwa kufuata mwili au kwa kumfuata Roho Mtakatifu? Hili ni swali ambalo inatakiwa mara kwa mara uwe unajiuliza kwenye maisha yako. Ngoja muda huu nikuonyeshe kitu kinachoitwa faida za imani yako kumpokea Roho Mtakatifu. Faida za imani yako kumpokea Roho Mtakatifu. Ziko faida kadhaa. Tutaanza na faida ya kwanza siku ya leo. Faida za imani yako kumpokea Roho Mtakatifu. Faida ya kwanza. Shetani atakuwa chini yako na sio juu yako kama wengine. Faida ya kwanza ya imani yako kumpokea Roho Mtakatifu. Shetani atakuwa chini yako na sio juu yako kama watu wengine. Warumi sura 16 mstari wa 20. Warumi 16:20. Shetani atakuwa chini yako na sio juu yako kama watu wengine. Warumi 16:20 inasema namna hii. Naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi.
Amen. Ndivyo Biblia ilivyosema. Kwamba Roho Mtakatifu anapopata nafasi ya kuweza kutembea sawasawa na imani ulio nayo, kitu kinachotokea ndani yako automatic, shetani anakuwa chini yako na hawi juu yako kama watu wengine. Mpango wa Mungu hapa duniani ni shetani awe chini ya kila mtu na asiwe juu ya kila mtu. Lakini shetani, moja ya vitu anavyofanya ni kuhakikisha analidanganya kanisa, kuhakikisha anawadanganya Wakristo, anajiweka juu ya Wakristo na Wakristo kuwa chini yake. Lakini ukisoma hii Warumi 16:20 inasema Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Tena sio polepole, upesi. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni kumseta. Neno kumseta ni kumweka. Tena si kumweka kwa upole, kumweka kwa nguvu. Atamweka kwa nguvu au kumtupia. Kwa lugha ya leo tungeweza kusema Mungu wa amani atamtupia chini yenu. Ina maana atamweka kwa nguvu shetani chini ya miguu yenu. Ina maana mimi shetani yuko chini ya miguu yangu, ninamkanyaga. Wewe hapo unayenisikiliza na unayenitazama, shetani yuko chini ya miguu yako, unamkanyaga. Sasa jiulize swali moja. Ni kweli maisha unayoishi ni kweli ni ya kumkanyaga shetani au yeye amekukanyaga wewe? Kama umemkanyaga shetani, kwa nini bado una makando mengi yamekushikilia? Kwa nini bado una mambo mengi yaliyo kinyume na mkono wa Mungu yameambatana na wewe? Ina maana hiyo ni ishara ya wazi kabisa shetani ameyakanyaga maisha yako. Na ndiyo maana siku ya leo katika jina la Yesu, lazima kila nafsi iliyoko hapa, shetani akaondoke juu yao, akakae chini ya miguu yako. Sema amen katika jina la Yesu. Maana saa imefika ya kumkanyaga adui. Sema haya maneno nyuma yangu. Sema kuanzia leo nitakukanyaga shetani na hautanikanyaga mimi katika jina la Yesu. Pigie Yesu makofi ya shangwe. Amen. Ngoja nikuonyeshe mifano ya shetani kuwa chini yako. Mifano ya shetani kuwa chini yako. Na wakumbusha niliwaeleza siku ya kwanza mimi ni mwalimu, kwa nafundisha sihubiri. Kwa hiyo naomba uwe makini sana kunisikiliza, sije ukapitiwa. Mifano ya shetani kuwa chini yako. Tuanze na mfano wa kwanza. Shetani akiwa chini yako, hatokutesa na roho ya usingizi wakati wa maombi wala wakati wa kusoma Biblia. Shetani akiwa chini yako, hatokutesa na roho ya usingizi wakati wa maombi wala wakati wa kusoma Biblia. Huu ni mfano wa kwanza. Shetani akiwa chini yako, hatokutesa na roho ya usingizi wakati wa maombi wala wakati wa kusoma Biblia. Sawa sawa na Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 hadi wa 8. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 hadi wa 8. Wathesalonike wa kwanza 5:8 inasema namna hii. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wana wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walala usingizi hulala usiku, pia na wale wao hulewa usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Amen. Sikiliza vizuri. Biblia inatueleza wazi kwamba sisi ni wana wa mchana wala si wana wa usiku. Sisi ni wana wa nuru wala si wana wa giza. Anasema tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe. Sikiliza vizuri haya maneno. Wakristo sio watu wa kulala usingizi, ni watu wa kukesha. Usingizi unaoongelewa hapa hauongelewi ule usingizi tunaolala wa kawaida, ila unaongelewa usingizi wa kiroho. Kwa sababu kuna roho inatawala kwenye ulimwengu wa roho, inaitwa roho ya usingizi. Na hii roho ya usingizi, shetani ana tabia ya kuisukuma kwa Wakristo kwenye maeneo kadhaa wanapokuwa kwenye ibada.
Kwanza, eneo la muda wa neno la Mungu, muda wa mahubiri. Shetani ana tabia ya kupuliza roho ya usingizi. Si wakati wa sifa na kuabudu. No. Wakati wa sifa na kuabudu shetani atakuacha usifu, atakuacha uabudu. Kwa sababu wakati wa kusifu na kuabudu kuna roho nyingine ambayo shetani huwa anaitumia. Huwa anaitumia roho ya kupumbaza fikra. Unakuwa unaimba, unacheza, lakini huku unawaza vitu vingine. Akili yako inakuwa haipo kanisani. Unaona watu wengine wanasifu na kuabudu na wanaitikia, lakini anapiga makofi, anaimba, huku akili yake inawaza shamba, inawaza mazao, ngedere wasile majani. Yaani yuko anasifu. Na ukimuona anaposifu utafikiri akili yake iko kanisani, lakini inawaza vitu vingine. Kwa sababu shetani anatumia roho ya kupumbaza fikra. Inapofika muda wa mahubiri au mafundisho ya neno, shetani anabadilisha roho. Analeta roho ya usingizi, ya kupumbaza fikra anaitoa. Kwa unakuta sasa mtu amekaa huku anasinzia. Mahubiri yanaendelea, yeye anasinzia. Anashtuka tu yale maeneo watu wanaosema amen. Anashtuka. Walikuwa wanashangilia, kuna nini? Anauliza nini? Amesemaje? Akili yake inarudi tena kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu wale hai. Kama unanielewa sema amen. Amen. Kwa hiyo hii roho ya usingizi ambayo shetani akishakamata kwenye nafsi yako, lengo lake ni lile neno linalofundishwa, usilipokee, usiliamini. Kwa sababu anajua neno ni upanga. Ukilipokea litasimama kama upanga kukata kila muunganiko ulio nao wewe na yeye. Na hataki muunganiko wenu mkatike. Lakini pia shetani anajua neno la Mungu ni nyundo. Anajua ukilisikia litasimama kama nyundo kuponda kila aina ya mbegu mbaya aliyopanda kwenye maisha yako. Kwa anahakikisha usinzie ili usisikie mbegu yake mbaya isipondwe ndani yako. Lakini pia shetani anajua neno la Mungu ni moto ulao. Anajua ukilisikia litasimama kuunguza kila aina ya kazi zake alizowekeza kwenye maisha yako. Kwa anahakikisha umesinzia ili neno la Mungu lisiunguze kazi zake kwenye maisha yako. Na ndio maana Mungu leo amekuletea hii siri, ujue wazi kabisa kwamba kuna roho inaitwa roho ya usingizi. Na wakati mwingine hii roho ya usingizi ina tabia ya kukuandama unaposoma Biblia. Ukishika Biblia mara usingizi unakuvamia. Kichwa kinakuwa kizito, mwili unaanza kuwasha, unakuwa unakuna kichwa, unapiga miayo, unaachia Biblia unalala. Unasema tasoma baadaye. Lakini kitu cha ajabu, ukishika simu usingizi hauji. Ukiwa unaangalia movie usingizi hauji. Sema tu lazima usingizi nisome Biblia. Usingizi unakuja. Macho yanakuwa mazito. Na ndio maana baadhi ya watu wasio na imani akiwa amelala kitandani akijiona usingizi hauji, anasema acha nishike Biblia usingizi uje. Anageuza Biblia kuwa kitabu chake cha kumlaza. Unajua ukienda kwenye nchi za Ulaya walizoendelea, wazungu wao akitaka mtoto wake alale, wana vitabu maalum vya novel. Anaanza kumsomea mtoto wake hadithi, mtoto anasikia huku usingizi unaenda, unamchukua analala. Sasa shetani amegeuza Biblia kuwa kitabu cha kuwalaza baadhi ya wajinga wachache wanaojiita wameokoka. Anatumia Biblia kuwalaza usingizi. Unaisikiliza, unasoma, unalala, kesho hivyo tena. Kesho hivyo tena. Ndio maana Biblia inasema tusilale usingizi kama wengine, tuwe macho, tukeshe. Haleluya, watu wa Bwana. Kuanzia leo kama uko hapa, wewe ni mtu wa kusinzia, katika jina la Yesu hiyo roho iachie nafsi yako. Na Mungu akaweke uhuru macho yako. Na kwa sababu ili neno limekuja, hata kama usingizi ulikuwa unakuvamia bila wewe kujua, nataka nikueleze kwamba iko habari njema mahali hapa. Kwa sababu umesikia hili neno, hiyo roho ya usingizi, neno la Mungu ni nyundo. Inaenda kuiponda, inaenda kuachia maisha yako. Hata kama hiyo roho ilikuwa imekufunga kwa miaka mingi, neno la Mungu ni moto ulao. Inaenda kuiteketeza na unaacha kulala kuanzia leo. Kama ulikuwa ni wa kulala, hautolala tena. Kama ulikuwa ni wa kusinzia wakati wa mahubiri, hautosinzia tena katika jina la Yesu.
Amen, watu wa Bwana. Amen. Tusonge mbele na mfano wa pili. Mfano wa pili. Amen. Shetani akiwa chini yako, hautoteseka na roho ya hofu ya kuikana imani mbele za wengine. Shetani akiwa chini yako, hautateseka na roho ya hofu ya kuikana imani mbele za wengine. Shetani akiwa chini yako, hautateseka na roho ya hofu ya kuikana imani mbele za wengine. Shetani akiwa chini yako, hautateseka na roho ya hofu ya kuikana imani mbele za wengine. Sawa sawa na Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Timotheo wa pili 1 mstari wa 7. Timotheo wa pili 1:7. Inasema namna hii: maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Hamna kitu kinasumbua kanisa kama roho ya uoga, ambayo inaitwa kwa lugha nyingine roho ya kuikana imani. Hii ni roho ambayo inasumbua watu wengi sana. Shetani akiwa juu yako, mara kwa mara atahakikisha anakufanya maisha yako yanakuwa ni maisha ya kuikana imani mbele za watu wengine. Ngoja niwape mfano mmoja. Kulikuwa kuna baba mmoja ambaye yeye aliamua kuachana na maisha ya dhambi na kuanza maisha ya wokovu. Akawa anaishi maisha ya wokovu, akaendelea nayo. Na alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa naye nyuma kabla hajampokea Yesu. Alikuwa anapenda kulewa wote pombe. Sasa yeye alipoamua kumkiri Kristo, akaachana na masuala ya pombe. Akamwambia mke wake, silewi tena, sasa hizi ni mwendo wa maombi, Biblia, neno, kulala. Kilevi changu itakuwa ni kunena kwa lugha. Alikuwa ananena kwa lugha hadi asubuhi. Mke wake akamwambia sawa. Yaani hii ni mikakati ambayo watu tunakuwa nayo. Watu wa kiroho tuna mikakati kweli kweli. Laiti hii mikakati tungekuwa tunaiishi katika matendo, sijui kama shetani angepata mfuasi. Kwa huyu baba akaweka mikakati yake kwamba mimi kilevi changu itakuwa ni kunena kwa lugha. Maana Biblia inasema usilewe kwa mvinyo, Kwa roho. muna mfisadi, bali mjazwe roho. Kwa akikaa akisikia kiu ya pombe, anaanza kusema kara mashaka. Kiu ya pombe, achia nafsi yangu, kara mashaka. Siku moja rafiki yake akakutana na huyo rafiki yake waliokuwa wanalewa wote. Rafiki yake akamwambia, twende basi leo ba. Akasema nilishaacha mimi hayo mambo, kara mashaka, shindwe na ulege. Akamwambia basi hautakunywa, twende tu, utakaa tu. Basi wakaenda naye, wakafika kwenye ba, wakakaa pale. Yule rafiki yake akaagiza, na kuagizia akasema mimi niagizie tu Fanta. Akaigiza Fanta orange, akakaa nayo pale, akawa anakunywa Fanta soda. Yani ukisema Fanta inamaanisha soda. Yule baba akawa anakunywa zake bia. Nikunywa bia ya kwanza, mzee wa Karaboshaka anakunywa zake soda ya kwanza. Jamaa akiagiza bia ya pili, anaagiza soda ya pili. Baadaye akamshinda. Mzee akamwambia onja kidogo. Akanywa. Akarudi nyumbani, roho inamuuma. Akamwambia mke wake, nimekunywa leo tena. Kwa nini? Si fulani alinibeba. Ni fulani ameniponza. Akaumia. Mke wake akamwambia, Biblia imesema mwenye haki huanguka mara 7. Akatubu, akaondoka. Akaweka mikakati, kuanzia kesho sinywi tena. Kesho yake ikafika, rafiki yake akaja, wakakutana naye tena. Twende kwenye pombe, akakataa. Akasema haya, basi chukua hii hela, mimi nitaenda. Baadaye akaenda, yeye akarudi nyumbani kwake, akamwambia leo nimemshinda bwana. Wakafurahi kweli, wakaomba na maombi ya shukrani. Kapita kama wiki hawajaonana. Siku moja tena akawa yuko hotelini anakula. Rafiki yake akaja hapo hotelini. Akaagiza pombe, akaanza kunywa. Jamaa akashawishika, akanywa tena. Jamaa akarudi tena akaumia, akamwambia lakini mke wangu ulisema wenye haki huanguka mara 7. Sasa mimi ni mara ya pili. Kwa bado mara 5. Kwa Mungu atanisamehe. Mke wake akaomba naye toba, jamaa akakaa, akaendelea. Baadaye huyu jamaa akawa na hiyo tabia ya kuendelea kuanguka mpaka akavuka ile mara 7 aliyokuwa amesema bado mara 5. Anaanguka tu. Nini kilichokuwa kinamfanya anaanguka? Ni kitu kimoja tu. Alikuwa na uoga
wa kukemea dhambi mbele ya rafiki yake aliyekuwa amemzoea. Kwa akawa na ile roho ya hofu, anaikana imani anapokuwa mbele ya rafiki yake. Anaikana imani ya Kristo anapokuwa mbele ya rafiki yake. Na ni hali alikuwa amekiri hatarudia tena makosa. Na hichi kitu ndio kinachowatesa Wakristo wengi sana. Wakristo wengi tumepokea roho ya uoga badala ya kupokea Roho Mtakatifu. Tunapokuwa mbele ya watu wanaotufahamu, tunakuwa waoga kukataa dhambi. Ila tukiwa mbele ya watu ambao hawatufahamu, ndio tunakuwa wajasiri kuikemea dhambi. Ngoja nikuonyeshe mfano mwingine wa kibibilia huu wa Mtume Petro kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 55 hadi wa 56. Luka sura ya 22 mstari wa 55 hadi wa 56 inasema namna hii. Luka 22:55-56. Lakini pia napenda kukumbusha kwa wale ambao wanaingia sasa hivi, somo letu linaitwa imani katika matumizi ya Roho Mtakatifu. Imani katika matumizi ya Roho Mtakatifu. Hili ndio somo letu na leo ni siku ya pili. Tuendelee. Tuangalie kitabu cha Luka 22:55 hadi 56. Inasema namna hii. Na walipokwisha washa moto katikati ya kiwanja, waliketi pamoja naye, Petro akaketi katikati yao. Ndipo mjakazi mmoja akamwona ameketi mwangani, akamkazia macho akasema, na huyu alikuwa pamoja naye. Akakana akasema, mwanamke, simjui. Unaona Petro anavyoikana imani. Alikuwa anampenda Yesu, lakini mwanamke mmoja anamwambia, na wewe ulikuwa pamoja naye. Sikia Petro anavyosema, mwanamke, simjui. Anamkataa Yesu. Afu inaendelea kusema, baadaye kitambo mtu mwingine alimuona akasema, wewe nawe mmoja wao. Sikia Petro anachosema. Petro akasema, mtu, si mimi. Anamkana Yesu mara ya pili. Halafu yapata saa moja mtu mwingine alikaza kusema, hakika na huyu alikuwa pamoja naye, kwa kuwa yeye pia ni Mgalilaya. Ni sawa na mtu asemea, hakika wewe ni mlokole wewe. Hata tembea yako imekaa kilokole. Sikia Petro anachosema, mtu, sijui usemalo. Na papo hapo alipokuwa akisema, jogoo aliwika. Bwana akageuka akamtazama Petro, akalikumbuka lile neno la Bwana, jinsi alivyomwambia, leo kabla hajawika jogoo utanikana mara 3. Akatoka nje akalia kwa majonzi. Nisikilize vizuri watu wa Mungu. Petro alikuwa ni mtume wa Yesu na aliishi na Yesu kwa muda wa miaka 3 kama mwanafunzi wake. Na Petro aliweka kiapo kwamba popote utakapopelekwa Bwana wangu, nitaenda pamoja na wewe, wala sitakusaliti. Lakini ilipofika saa ya Yesu kukamatwa, Petro kwa kuogopa Wayahudi, kwa kuogopa kipigo, kwa kuogopa mateso, akasema amjui Yesu mpaka mara 3 akamkana. Ingawa alikuwa na ishara nyingi sana ambazo zinathibitisha kwamba na yeye pia ni wa Kristo, lakini alikataa kwamba yeye sio wa Kristo. Ndivyo ambavyo watu wengi huwa tunakosa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu tunapofanya makosa ya kuikana imani kama Petro. Ni kwa sababu ya kukosa ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako ndio inayofanya watu wengi tunaikana imani. Na wengi tukishaikana imani, tukikosea, tukipata hasara, ndio wengi huwa tunaanza majonzi ya kukimbilia toba. Na ndio maana hata Petro baada ya kukosea ndipo alikimbilia kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuja nikuonyeshe mifano kadhaa ya kuikana imani. Mfano, kuikana imani kwa kuanguka kwenye uzinzi bila kutaka. Watu wengi sana wanajua kabisa kuzini ni vibaya, ila akisha kuwa kwenye mazingira ambayo yanampelekea kuzini, ni vigumu sana kukataa uzinifu. Ila baada ya kuzini ndipo nafsi inaanzaga kumuuma mtu. Kwa nini nimezini? Kwa nini nimezini? Na ndio maana niwaeleze tu vijana wachache walioko hapa, ukitaka ufaulu katika maisha yako ya kiroho kama kijana, au kama mtu, kama wewe ni mtu mzima hujaolewa au hujaoa, ukitaka ufaulu kuishi bila kuzini, kuwa single. Kuwa single, usiwe na mahusiano. Ingia kwenye mahusiano wakati ambao unajua kesho nikiambiwa na huyu mtu na kuoa, nimwambie ndio nioe. Usianze kumwambia bado nasoma nisubiri. Kama unajiona bado unasoma, usiingie kwenye mahusiano, utazini. Kwa sababu moja tu.
Wewe utasema hatutazini mpaka tuoane. Mwenzako anasema lini nitakupata nizini na wewe. Maana nafsi yake haitapatana na agano lenu. Na wakati anakutongoza ukimwambia hatutazini, atakubali. Atasema ndio. Yaani mimi sitakusubiri, yani nitakusubiri. Mimi tena atakupa na mifano kadhaa. Utaamini ama hakika nimepata mchumba. Utaanza naye mahusiano. Baada ya muda utasikia anaanza kukuita, tuonane hapa ndani kwangu. Na wewe unaenda, mnaonana hapo ndani. Siku ya kwanza mtaonana, mtapiga story kawaida. Yeye amekaa kitandani, wewe umekaa kwenye kiti. Siku ya pili, wewe umekaa kitandani, yeye kwenye kiti. Siku ya tatu, yeye kitandani na wewe kitandani, ila katikati kuna uwazi. Siku ya nne, yeye kitandani, wewe kitandani, mmesogeleana kidogo. Siku ya tano kidogo, ya sita, ya saba mmesogeleana hivi. Siku ya nane mtakisiana. Mtasema sisi tutakuwa tunaishia kwenye kukisiana tu. Kwani kukisi ni dhambi? Wapi wameandika? Shetani naye anakuambia mwanangu, hamna walipoandika. Biblia imeandika ni kuzini tu. Kwa hiyo ndani yako utaendelea kusikia hayo mahubiri. Na kinachofuata utajikuta umezini. Alafu kisha zini, wasichana ndio wanakuaga na hasara zaidi. Wana hasara zaidi. Hasa ikitokea mimba. Ujue kubeba mimba sio bahati mbaya. Kwa sababu kubeba mimba sio dhambi. Na ndio maana mimi simuungi mkono hata mtu mmoja ambaye ataniambia eti basi tukaa tumeanguka kwa kuzini, bahati mbaya nikabeba mimba. Kwani kubeba mimba ni dhambi? Kubeba mimba ni tendo jema la uumbaji. Dhambi ni kuzini, sio kubeba mimba. Lakini huwezi kubeba mimba kama haujazini. Na ndio maana ukitokea umezini, mimba imeingia, ukienda kutubu, Mungu akikusamehe, kwani Mungu atakwambia toa hiyo mimba? Lakini sasa umeshatubu, Mungu amekusamehe, ila wanadamu wao bado hawajakusamehe. Kila unapopita hivi kali sinokali kalokole hapa, hiyo mimba ametoa wapi? Jina la Bwana linaanza kutukanwa kwa ajili yako. Vijana wengi tumelitukanisha jina la Bwana kwa kuingizwa kwenye mtego wa kuikana imani. Kwenye mtego mmoja tu, kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kabla ya muda. Mimi niligunduaga hichi kitu mapema sana. Nikawekaga mikakati binafsi. Siji kutongoza mwanamke hadi siku nataka kuoa. Haikuwa rahisi. Hasa kwa mwanamke kidogo. Haikuwa rahisi, lakini nilisimama na huo msimamo mkali. Nikasema siji kutongoza mwanamke mpaka siku nakuja kuoa. Niliweka huo msimamo. Maana niligundua ukiwa kwenye mahusiano lazima utaingia kwenye mtego wa kuanguka tu, kwenye uzinifu. Na Mungu alinisimamia ikawa hivyo kweli. Ilikuwa hivyo. Niliweka huo msimamo na Mungu alinisaidia na ilitimia katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu aliyenisaidia mimi anaweza kukusaidia na wewe. Amen. Cha muhimu tu kuwa na msimamo mkali. Asije akakudanganya mtu kwamba ukiwa unawakataa wanaume utakuja uzeeke au utaolewa. Nisikilize vizuri. Roho Mtakatifu anajua una uhitaji wa kuolewa. Na anasema kabla hujaomba analijua unachotaka. Kwa lazima mume wako yupo amemweka sehemu anakusubiri. Utakapotunza usichana wako, saa litakapofika, Bwana atasema ewe mume, naamuru utoke kaskazini ulikoshikwa, utoke kusini ulikoshikwa, utoke magharibi ukakutane na huyu mwanangu na ukawe mume wake katika jina la Yesu. Amen. Ni swala la uvumilivu tu. Kuonyeshe mfano mwingine wa kuikana imani. Kuikana imani kwa kuanguka kwenye kula fungu la 10 bila kutaka. Watu wengi sana hawatoi fungu la 10. Na hata wakisikia wanajiuliza niki kitu gani kwani? Ndio kinini hicho? Samahani, kimeandikwa kwenye Malaki 3. Mstari wa 8 hadi wa 10. Ni 10% ya mapato yako. Malaki 3:8 hadi 10. Hicho ambacho ukijui ni kinini? Ni kodi ya Mungu. Ni zaka ya Mungu. Ni TRA ya mbinguni inapokea hayo mapato. Na Biblia imesema wazi, umelaaniwa wewe usiyetoa fungu la 10. Umelaaniwa. Sijui walaaniwa wako wangapi hapa. Mimi sijui.
Lakini nisikilize vizuri, mtu wa Mungu aliye hai. Kila kipato unachopata 10% sio ya kwako. Nikipata 100,000, 10,000 sio yangu, ni ya Mungu. Nikipata 200,000, 20,000 sio yangu, ni ya Mungu. Nikilima nikipata gunia moja. Gunia moja lina debe ngapi? Ina maana debe moja sio langu, ni la nani? Wangapi wanaoleta kwa Bwana debe moja hapa? La mahindi, la maharage, la mbaazi, siji la kitu gani kingine, siji na choroko. Wangapi wanaleta debe moja hapa kila anapotoka kwenye mavuno? Hamna. Sasa hivi tu unaanza kusema, kwani Benoit Nesi analima? Unaanza kumtathmini mchungaji, unaanza kumtathmini kiongozi wako wa kanisa. Benoit Nesi analima rahe. Nimtajirishe. Unaendelea tu kulaniwa. Maana tutoi kumpa mtu. Hata jana niliwaambia, anayetoa kwa imani ampi mtu imani yake, na mwambia nampa Mungu. Anayefanya kazi ya biashara hivyo hivyo, kila faida anayopata anatakiwa kuweka 5%, 10%, alete fungu la 10. Hata mwanafunzi pia naye ana nafasi ya kutoa fungu la 10. Wanafunzi wao wanajiuliza anatoaje fungu la 10? Kupitia pocket money unayopata, unaitakiwa kuitolea zaka pocket money yako. Wanafunzi wao wanasingizia kwamba sisi hatuwezi kutoa. Hela ambayo haitolei fungu la 10 ni ada ya shule. Huwezi kutoa fungu la 10. Mkopo hautolei fungu la 10. Ila faida ya kile ulichopata kwenye mkopo ndio unachotolea fungu la 10. Ada ya shule, sije ukapewa ada na mzazi wako ukalipe, basi mtumishi alihubiri na unakachomoa shwa, mpendo utafukuzwa chuo. Ada inatolewa full shuleni, haitolewi fungu la 10. Lakini zile pocket money unazopata, mzazi amekutumia 10,000, natakiwa uchomoe 1,000 fungu la 10. Mzazi amekutumia 20,000, 2,000 fungu la 10. Ukiweza kwenye wanafunzi wako, hata siku una mshahara umeanza kupata, utaona faida yake. Ngoja nikwambie kitu. Mimi nilipomaliza kusoma chuo, sijuagi kitu kinachoitwa ukosefu wa ajira, mateso yake. Sijui. Kwa nini? Kwa sababu misingi ambayo Mungu alinisaidia nikaiweka nikiwa nasoma ilikuwa mbegu. Ndio maana mimi nilipomaliza tu chuo tap na ajira ikaja tap. Na maisha yangu yanaenda. Saizi nina maisha yangu mazuri tu. Nimeoa, nina gari, nina nini. Hapo unaponiona nina kila kitu. Siongea ya kujisifia. No. Ila naongea kukufundisha kwamba Yesu yuko kazini. Hajawahi kumwacha mtu wake. Cha muhimu tu ni wewe kujua kutoa zaka ya mbinguni. Amen. Sisi kama mnanielewa. Na ndio maana hata wazazi walioko hapa, jifunzeni kuwafundisha watoto wenu kutoa fungu la 10. Wafundisheni watoto wenu kutoa fungu la 10. Amen. Mimi ninaleaga watoto kule Arusha. Wakipataga hela, labda amekuja mgeni akampa zawadi ya 10,000, huwa na tabia ya kuambia, "Mmetoa fungu la 10?" Na wengi wamezoea. Ikifikia wakati wa kutoa fungu la 10, naonaga watoto kadhaa wananifuata. Ananiambia, "Fungu la 10 yangu hii hapa, tupelekee sehemu fulani." Fungu langu ya 10. Yaani wamezoea. Wako wenye mioyo migumu hawajasikia. Lakini wengi wao wameshazoea. Fungu langu ya 10. Na ni watoto wadogo na kueleza wa miaka 14, 12, 13. Labda mwingine amecheza mpira shuleni vizuri, akapewa zawadi labda 20,000 ya mchezaji bora. Unaona jioni anakuja kuniambia, "Nilipewa 20,000, fungu langu la 10 hili hapa." Sio kama mimi nakula, no. Ananipa tu nisaidie kupeleka sehemu fulani, tunakopeleka kanisani. Nampelekea fungu lake la 10. Kwa nini? Nimewafundisha watoto wangu ninaowalea kutoa zaka. Wewe umewafundisha nini watoto wako? Umewafundisha madoguli? Au umewafundisha kutoa fungu la 10? Kanda rabashakarabase. Mungu akusaidie kuelewa. Amen. Kuonyeshe mfano mwingine wa kuikana imani. Kuikana imani kwa kutambika bila kutaka. Kuikana imani kwa kutambika bila kutaka. Watu wengi sana wamekuwa ni wazito kuachia kitu kinachoitwa ibada za mizimu au ibada za miungu. Kwa sababu mara nyingi ni ibada ambazo zinafanyika kwa makubaliano ya familia. Unakuta ni ukoo mzima ulishakubaliana kwamba tutakuwa tuna tambiko, tutakuwa tuna ibada zetu za miungu. Kwa unakuta mtu sasa, kwa sababu ni kitu ambacho familia nzima inafanya, anaona mimi peke yangu nikikataa
taonekana wa ajabu. Familia itanitenga, ukoo utanitenga. Na unakuta wale wazee wa kimila wanamwambia usiposhiriki hili tambiko mkosi utaingia kwenye ukoo, na sisi hatuko tayari kupata mkosi kwa ajili yako. Hatuwezi kukuelewa. Kwa unakuta yule mtu anaogopa vile vitisho vya wazee, naye pia anaingia kwenye tambiko kwa kujificha. Na ndio maana matambiko mengi hufanywa usiku na sio mchana. Kwa nini? Ili wale wanaoona aibu na wao pia waende. Wewe hujawahi kujiuliza kwa nini yafanye saa 6 usiku na sio saa mchana saa 8? Usiku watu wamelala ndio unasikia ngoma na vitu vingine kama hivyo. Mtu anaenda, anafika pale, na anajiita ameokoka huyo. Anakimbilia, anakaa pale, Roho Mtakatifu anakuwa anamwambia moyoni, mwanangu wewe sio hapa. Anamjibu Roho Mtakatifu, baba nimekuja tu kuwaridhisha ndugu zangu. Nimekuja tu kuwaridhisha. Atakula vyakula vya pale, na inali Biblia inasema usile vyakula vya kusongolewa. Atakula nyama za hapo kwenye matambiko. Atafanya kila kinachofanyika. Afu kesho yake asubuhi, labda ilikuwa ni Jumamosi usiku, kwenye ibada ya asubuhi yuko kama kawaida kanisani. Na usiku alitoka kuabudu mizimu yao ya ukoo, na kanisani yupo kama kawaida. Na ndani yake anaumia kama Petro alivyoumia kumkana Yesu. Ila kwa nini hana nguvu ya kukataa tambiko? Kwa sababu hana Roho Mtakatifu ndani yake. Imani yake haijajengwa katika Roho Mtakatifu. Imejengwa katika hofu na mashaka. Na ndiyo maana Mungu anataka kukusaidia kuanzia leo. Akupe Roho Mtakatifu ambaye atakuwezesha uweze kukataa tambiko bila kuogopa sura ya ndugu yako. Amen. Haijalishi ukoo mzima watakutenga, lakini yuko Yesu hawezi kukutenga. Amen. Hata kama watakwambia juu utaleta mkosi kwenye familia, sikiliza, Yesu ni baraka tosha kwenye familia. Amen. Waambie tayari nimeshawaletea Yesu kwenye ukoo, maana ukoo mzima hamna mtu amewahi kuokoka, ila mimi ndio wa kwanza kuokoka. Kwa wokovu wangu umemleta Yesu kwenye ukoo. Kwa kama mnasema nitaleta mkosi, hakuna mkosi, nimeshawaletea baraka katika jina la Bwana. Wakikwambia no, hao walikataga fulani mwaka fulani, nyumba yake yote ikaungua, sio watoto wake wakaanza kufa, waambie ninaye Yesu ameshanipa uzima. Kama yeye alikataa kuwa na Kristo, mimi nimekataa pamoja na Kristo. Amen. Na Biblia inasema wale watu walipohangaika kumloga Israeli na familia yake, wale yule Balaki na Balaam, kila walipologa, Mungu aliwaambia hakuna uganga wala uchawi juu ya Yakobo wala wa Israeli. Amen. Hata kama wachawi wazima wa ukoo wako watataka wakuloge kwa sababu umekataa mambo ya ukoo, mambo ya mizimu, mambo ya mila, nisikilize, Yesu atakuwekea ulinzi binafsi. Kila watapokutafuta hawatakupata. Unahitaji kulipa gharama moja tu, kukubali kupambana hiyo vita. Hapo ndio pagumu kwa watu wengi, kwamba ile watu kumfata, kumzonga vikao vya mara kwa mara, ile gharama ya kulipa kukaa kwenye kikao, kusumbuliwa, hiyo ndio ngumu kwa watu wengi. Lakini ukiwa na Yesu, jua umechagua vita, haujachagua raha. Amen. Kwa Yesu ni vita mwanzo mwisho. Sio raha za kulalalala tu. Hiyo ni kwa shetani. Kwa Yesu ni kusemwa muda wote, kuzushiwa maneno muda wote. Cha muhimu wewe unachojua si ni uongo, unachojua ni Kristo ananijua mimi niko vipi. Imetosha. Usihangaike wanadamu wakuelewe. Mungu ameshakuelewa. Amen. Hata kama watu unaosali nao kanisa moja hawajakuelewa, isikusumbue. Cha muhimu Yesu ameshakuelewa, imetosha. Amen. Hata kama wengine wataingia kwenye tambiko la disco, wewe unachojua disco ni dhambi, hautaingia. Haijalishi watasema wewe ni kijana uendi na wakati, waambie no, si hatuendi na wakati, tunaenda na Yesu. Oh haleluya, watu wa Mungu aliye hai. Amen. Hatuendi na wakati, tunaenda na Yesu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Hata kama wengine watasema mvua haiji, ni kwa sababu siku nyingi sana hatujatoa sadaka ya pombe, jina, damu kwenye nini. Waambie damu ya Yesu ilishatolewa. Wanakuambia mbona sasa mvua hainyeshi? Waambie Mungu wangu hajaamua. Kwa ujasiri. Amen. Ujue shida ni moja tu, tunakuwa waoga kupitiliza. Ngoja nikuonyeshe mfano mwingine wa kuikana imani, mifano mingine miwili ya mwisho afu tuombe. Kuikana imani kwa kulewa pombe bila kutaka.
Hii nimeshaiongelea, sina haja ya kuiongelea tena. Mfano mwingine, kuikana imani kwa kusaliti ndoa au kumpiga mwenzi wako kwa sababu ya kuiga. Kuikana imani kwa kusaliti ndoa au kwa kumpiga mwenzi wako. Kuna baadhi ya jamii hawaamini kwamba mtu anaweza akawa na mwanamke mmoja mpaka akazeeka naye. Kuna baadhi ya jamii hawaamini hicho kitu. Nakumbuka miaka fulani tuliwahi kuishi mkoa wa Mtwara, na kumbuka wazee wengi walikuwa wananifuata kuniuliza, hivi huyo mwanamke, huyo mama unayetembea naye ndio mama yako mzazi? Nawaambia ndio. Wananiuliza swali jingine, hivi yule baba yako, huyo mama ambaye ni mama yako ndio mke wake huyo huyo? Nawaambia ndio. Wananiuliza tena, hivi baba yako hakuwahi kuwa na mke mwingine kabla ya kumuoa mama yako? Nawaambia ndio. Wale wazee wa Kimakonde walikuwa wanashangaa sana. Samahani kwa kama kuna wa Makonde, samahani. Natoa tu mfano. Simaanishi kwamba wa Makonde ni wabaya, no. Naeleza tu kile ambacho nilikutana nacho. Maana katikati ya waovu hata wema wapo. Kwa usije ukasikia huu mfano kwenye akili yako ukasema, wa Makonde ndio wabaya hivyo. No. Katikati ya wema na waovu wamo. Katikati ya waovu na wema. Kwa hiyo mimi nawaongelea ni wale waovu katika wema. Nafikiri mmenielewa. Amen. Naendelea na mfano wangu. Kwa wale watu wakawa wananiuliza mara kwa mara, na mimi nikawa sielewi kwa nini wananiuliza hivyo. Baadaye nilipokaa kuzoea, nikaja nikagundua kwamba jamii ya pale wanaamini juu ya kuoa mke zaidi ya mmoja. Hasa kuna baadhi ya watu pia wanatokea kwenye hizo familia. Kwa unakuta anaoa mke wake, akifikia muda fulani anaanza kutafuta mke pembeni na kuanza kumtesa yule mke wa kwanza. Anamwambia, unalia nini wewe? Kwani ulikuwa hujui? Umfahamu hata ba mdogo yangu fulani, unafahamu na wanawake wangapi? Si unafahamu wanawake wawili? Mama anaiti, ndio. Unamfahamu ndani yangu mwingine si wanawake wawili? Mama tena, ndio. Babu yetu alikuwa na wake 10. Si ulihadisiwa wewe kipindi na kuchumbia ile historia? Mama anasema ndio. Kwa hiyo unapiga kelele za nini? Wenzako si walivumilia? Kama mama ndio. Haya, ukae kimya. Mama akileta kelele, kikao cha wazee kinaitwa. Na kikiitwa kikao cha wazee wanakushikilia hivyo hivyo. Kwamba hii familia ni kawaida. Ni kawaida, unalia nini? Na ndio maana mimi nikwambie kitu, kama hujaolewa, kama hujaoa, kabla ya kuolewa na mtu, hakikisha umefahamu historia ya familia yake kwanza. Amina. Ili ukiingia yakikukuta usije ukasema nilikuwa sijui. Maana mwanzoni mapenzi yanapokuwa moto unajiona ni mimi huyu hadi kifo. Ngoja uzae watoto wawili uone. Unaanza kutafutiwa spare tile. Na spare tile ikija na yenyewe inajiona ndio spare. Na yenyewe pia ikizaa inatafutwa spare nyingine ya 3. Anaambiwa, unalia nini? Babu yangu alikuwa na 10. Nyie mko wawili saizi, bado 7. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya, watu wa Mungu aliye hai. Nataka nikwambie kitu. Wako baadhi ya wanawake pia wana tabia ya kuwasaliti waume zao, kwa sababu nao wanaamini kwamba mwanaume mmoja hafai. Ninapozaa lazima, kuna msemo mmoja nimewahi kusikia sehemu kwamba ukizaa na mwanaume mmoja utazaa watoto wajinga. Changanya mababa mbalimbali ili watoto waje na akili tofauti. Tena mwingine shetani anakwambia kabisa, hii familia ya mume wako wana vichwa vibovu. Hebu mfikirie shemeji yako fulani alivyo vile. Anaanza kufikiria, anasema afu kweli na watoto wawili, kama watu wakifuata akili za yule shemeji nani? Hebu chukua na pale. Kwa mwanaume analeaga watoto lakini sio wake. Mama anachanganya vichwa mbalimbali ili kupata akili. Amekimbia kichwa kibovu cha ukoo wa mume wake. Haleluya, kanisa la Bwana. Usiikane imani kwa ajili ya mitazamo ya dunia. Amen. Usiikane imani kwa ajili ya mila ya ukoo wako.
hata kama ni jamii yenu wana hiyo tabia. Kama umeamua kuwa Wakristo, hauishi kwa tabia za jamii yako, ila unaishi kwa tabia za mbinguni. Na tabia za mbinguni tunazijua kwa kupitia neno la Mungu. Na ndio maana hata kama jamii yako inaamini kwamba hamna bikra anayeolewa, lazima kwanza utembee na wanaume ndio uje uolewe. Biblia haijasema hivyo. Mimi nakumbuka kuna mtu mmoja aliniambiaga kwamba kabla hujafikisha miaka 30 hakikisha umetembea sana na wanawake. Sana. Ili ukija kufikisha miaka 30 ndio uoe mke. Kwa sababu ukioa mke kabla ya kuzini na wanawake mbalimbali, hicho kitu kitakuja, hiyo tabia itakuja ijirudie ukubwani. Akaniambia ni psychological issue. Kuna baadhi ya stage ukizivuka utakuja uzifanye ukubwani. Akanieleza na story ya mwanasaikolojia mmoja anaitwa Erik Erikson, kitu kama hicho. Akanieleza hiyo philosophy. Akanieleza stage 8 za ukuaji wa binadamu. Nikazisikia kwamba kuna nyingine ukiziruka utazipata ukubwani. Nikasema yewe shetani, unayenihubiria aliko mifano ya saikolojia? Yuko Yesu ambaye amesema nisizini. Nisikilize mtu wa Mungu, usidanganyike. Hata kama mtu anakuhubiria kwa misemo ya kisaikolojia, anakuhubiria kwa elimu ya duniani, usisikilize. Tunasikiliza neno la Mungu. Hakuna mahala Mungu alisema hii dhambi ni ya umri huu, ikifika umri huu yake. No. Hakuna mahala Mungu alisema usipotenda dhambi, ukikua katika umri huu itakurudia. Hakuna. Ni utapeli mtupu hapa duniani. Na ndio maana watu wa Mungu hatupaswi kuikana imani. Muda wote imani yetu iwe thabiti. Wacha tumalizie na hili andiko la mwisho kwa leo. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 13 hadi wa 21. Matendo ya Mitume sura ya 2 13 hadi 21. Matendo ya Mitume 2:13 hadi 21. Inasema namna hii. Wengine waliziaki wakisema wameelewa kwa mvinyo, lakini Petro akasimama pamoja na wale 11 akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi, ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni neno hili, mkasikilize maneno yangu, sivyo mnavyodhani watu hawa hawakuwa kwa maana ni saa 3 mchana. Lakini jambo hili ni lile lilonenwa na nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho, asema nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Afu akaendelea pia kuyasema maneno mengine mengi ya habari ya kumwaga Roho Mtakatifu kwa kanisa. Nisikilize vizuri. Aliyesema haya maneno ya ujasiri na ya ushujaa ni Petro, mbele za Wayahudi waliokuwa wanaikana imani. Lakini Petro huyo aliyesema haya maneno ya ujasiri ndiyo Petro yule ambaye alimkana Yesu. Tujiulize, kwa nini pale alimkana Yesu na kusema haya maneno ya ujasiri? Na kwa nini tena hapa hamkani Yesu, anasema maneno ya ujasiri? Nini kilitokea hapo katikati kikambadilisha Petro? Ni kitu kimoja tu. Muda ule anamkana Yesu, alikuwa bado hajajazwa Roho Mtakatifu. Ndio maana alimkana Yesu. Amen. Lakini alipojazwa Roho Mtakatifu, watu walipohoji juu ya imani yake, alisimama kijasiri akapambana nao. Hiyo ni ishara ya wazi kabisa. Maisha ya imani ukiyaishi bila Roho Mtakatifu, utaikana imani kila eneo utakaloenda. Shetani atakukanyaga. Lakini ukijazwa Roho Mtakatifu, hakuna kitu kitakufanya uikane imani yako. Muda wote utakuwa jasiri kuhakikisha kwamba unashuhudia, hata kama ni mbele ya baba mkwe, utashuhudia imani. Maana Mungu ni mkubwa kuliko baba mkwe. Amen. Hata kama ni kwa mwenyekiti wa ukoo, utashuhudia imani. Sawa sawa na Kristo anavyosema. Maana Mungu ni mkubwa kuliko mwenyekiti wa ukoo. Hata kama ni katikati ya kundi la vijana wenzako wengi ambao wanasifia dhambi na kuponda utakatifu, utasimama kuishuhudia imani, kwa sababu una Roho Mtakatifu ambaye anakupa ujasiri. Haleluya, kanisa la Bwana. Amen. Muda huu tutaenda kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Ya kutusaidia kushuhudia imani katika maisha yetu. Afu kesho tutaendelea mbele zaidi kujifunza sawa sawa na Roho Mtakatifu atakavyotuwezesha. Amen.
tusimame tupate wimbo mmoja tupate, kisha baada ya hapo tutaingia kwenye maombi ya kuomba Roho Mtakatifu atusaidie imani zetu ziweze kukua katika kiwango ambacho hatutaweza kuikana imani. Kandarabo shakara baseke. Saka. Hebu tamka maneno kwa kinywa chako namna unavyomwabudu Bwana. Tamka maneno kwa kinywa chako. Tupate nafasi ya kumwabudu Mungu kwa maneno yetu. Tupate nafasi ya kumwabudu Mungu kwa maneno yetu. Tamka maneno kwa mdomo wako mwenyewe. Tamka maneno kwa kinywa chako mwenyewe. Namna unavyoliabudu jina la Bwana. Namna unavyoliabudu jina la Bwana. Namna unavyoliadhimisha katika jina la Yesu Kristo. Rabo shaka rabasiki. Tamka kwa kinywa chako, usiwe mvivu wa kuomba. Usiwe mvivu wa kuomba. Usiwe mvivu wa kuomba. Usiwe mvivu wa kuomba. Tamka kwa kinywa chako namna unavyoliabudu jina la Bwana. Usiwe mvivu wa kuomba. Tamka jinsi unavyompenda Mungu. Tamka jinsi unavyolitukuza jina lake. Karapakoriasaka. Ninaomba roho ya kumwabudu Mungu ishuke juu yako. Roho ya kumwabudu Mungu ishuke juu yako. Upako wa kumwabudu Mungu ushuke juu yako. Unaposhuka ushuke na package ya kutembea na Roho Mtakatifu.
Mtakatifu akushukie, Roho Mtakatifu akushukie, Roho Mtakatifu akushukie, Roho Mtakatifu akushukie mahala ulipo, Roho Mtakatifu akushukie mahala ulipo. Pokea Roho Mtakatifu, pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea nguvu za Roho Mtakatifu zikakuwezesha kuishuhudia imani, zikakuwezesha kuishuhudia imani, ili katika Ukristo wako hata siku moja usije kuikana imani, wala usije kumsaliti mwana wa Mungu. Haijalishi watakaa watu wengi ambao wanatambika, ukawe na ujasiri wa kukataa kutambika. Haijalishi watakaa watu wengi ambao wanakunywa pombe, ukawe na ujasiri wa kuikataa pombe. Haijalishi utakaa na watu wengi ambao wanazini, ambao wanadharau neno la Mungu, ambao wanadharau maombi, ambao wanadharau kwenda kanisani. Wewe ukasimame ukawashuhudie faida ya kuomba, ukawashuhudie faida ya kusoma neno. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu ikakugeuze ukawe shahidi wa imani katika jina la Yesu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikushukie, nguvu ya Roho Mtakatifu ikushukie, nguvu ya Roho Mtakatifu ikushukie. Endelea kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu, omba nguvu ya Roho Mtakatifu, omba nguvu ya Roho Mtakatifu. Hata kama hujui useme nini, sema tu Roho Mtakatifu naomba nguvu yako. Sema Roho Mtakatifu naomba nguvu yako. Hata kama hujui cha kusema, tamka tu Roho Mtakatifu naomba nguvu yako. Rapako riasaka, moto ukushukia wa Roho Mtakatifu. Naita moto kutoka juu, moto kutoka juu, moto kutoka juu. Ushuke ndani yako, ushuke ndani yako. Yule Petro aliyokuwa mwoga, huo uoga uliokaa ndani yako uondoke. Yule Petro aliyekuwa jasiri, hata akaishuhudia imani, huo ujasiri uingie ndani yako, huo ujasiri uingie ndani yako, ili kuanzia leo ukawe shujaa, ukawe shujaa, ukaithibitisha imani yako. Rapa koriasaka, maana kuithibitisha imani ni mbegu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mvua ya moto ikunyeshe juu yako, mvua ya moto ikunyeshe juu yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huo uoga wa kifamilia uliokushika ukuachie, katika jina la Yesu. Hata nguvu za Mungu zilizokuwa zimepungua ndani yako ziongezeke kuanzia leo, na kuombea nguvu ya kusoma Biblia ije ndani yako. Ulikuwa huwezi kusoma Biblia, kila unapoishika unalala usingizi. Hiyo roho ya usingizi wakati wa kusoma Biblia, ninaomba katika jina la Yesu ipate kukuachia, ipate kukuachia kwa jina la Yesu Kristo. Ukawe jasiri kuanzia leo wa kusoma Biblia na kuielewa. Upako wa maombi uliopungua ndani yako, omba Mungu akupe roho ya maombi upya. Omba roho ya maombi upya, ukaombe bila kuchoka, ukaombe bila kuchoka. Roho ya maombi ishuke ndani yako, roho ya maombi ishuke ndani yako katika jina la Yesu. Roho ya maombi ishuke ndani yako, hiyo roho ya kuacha kuomba, roho kila siku unasema taanza kesho, tunaikemea ikuachie. Kila pepo linalokuzuia kuomba katika jina la Yesu likuachie kuanzia leo, katika jina la Yesu. Nguvu ya kuomba, nguvu ya kuomba iwepo ndani yako, iwepo ndani yako katika jina la Yesu. Maana Elia alikuwa na tabia moja kama sisi, aliomba kwa bidii, mvua ikasimama miaka 3 na miezi 6. Alipoomba tena kwa bidii, mvua ikanyesha. Hiyo roho ya bidii ya maombi iingie ndani yako, iingie ndani yako katika jina la Yesu. Rapa koriasaka, katika jina la Yesu Kristo. Rapashaka, rapa koriasaka, ramashaka. Maana Mungu amekuweka kuwa mlinzi wa hichi kijiji, Mungu amekuweka kuwa mlinzi wa hichi kijiji. Maana anamwambia Ezekieli, nimekuweka mwanadamu kuwa mlinzi wa kuta za Yerusalemu, hatonyamaza. Umewekwa kuwa mlinzi wa hichi kijiji. Roho ya maombi ikae na wewe, ukaombe mpaka hichi kijiji kikaokoke, ukaombe hichi kijiji kikamjue Mungu, ukaombe mkoa wako ukaokoke, ukaombe hadi mkoa wako mjue Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ikushukie, neema ya Mungu ikushukie. Hata zile shida ulizo nazo, mahitaji ulionayo, mahitaji ulionayo, mahitaji ulionayo, mahitaji ya kiuchumi, mahitaji ya elimu, mahitaji ya elimu, Mungu akakusaidie.
katikati ya masomo yako ukaweze kufanya vizuri katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akuangazie maeneo ya kusoma ukafanye vema kwenye masomo yako, kwenye mitihani yako katika jina la Yesu. Roho ya magonjwa ikakuachilia katika jina la Yesu. Rapa shaka rapa saka. Mpigie Yesu makofi, mpigie Yesu makofi, mpigie Yesu makofi. Endelea kupiga makofi, endelea kupiga makofi, usiache. Endelea kupiga makofi, endelea tu, usiache. Piga makofi huku ukimshukuru Mungu, piga makofi ukitamka maneno ya shukrani. Ya piga makofi ukimwambia Mungu asante, usiache kupiga makofi. Endelea tu kupiga makofi huku ukimwambia Mungu asante, huku ukimwambia Mungu asante, huku ukimwambia Mungu asante. Maana nguvu za Roho Mtakatifu zimepita, nguvu za Roho Mtakatifu zimepita, nguvu za Roho Mtakatifu zimepita. Rapa koriasaka, rapa shaka rapa, kanda rapa shaka, rapa shaka rapa saka, rapa shaka rapa, rapa shaka rapa, rapa shaka rapa, rapa shaka rapa, rapa shaka rapa. Shangwe zipite ndani yako, shangwe zipite ndani yako, shangwe zipite ndani yako. Umwabudu Bwana. Rapo rakanda rapa koriasaka. Shangilie Bwana. Rapa koriasaka rapa, rapa papa papa, rapa papa papa, kanda rapa saka, rapa shaka, rapa shaka, rapa shaka, rapa shaka, rapa shaka, rapa shandarabas.